Wagner Group ni kampuni ya kijeshi ya binafsi, private military company, yenye makao yake nchini Urusi. Ilianzishwa mwaka 2014 na Dmitry Utkin, afisa wa zamani wa vikosi maalum vya Urusi GRU, na baadaye ikawa chini ya uongozi wa Yevgeny Prigozhin, mfanyabiashara mwenye uhusiano wa karibu na Vladimir Putin. Ingawa Urusi imekuwa ikikanusha uhusiano rasmi na Wagner, ushahidi unaonyesha kuwa kundi hili limekuwa likitumika kama chombo cha kufanikisha malengo ya kisiasa na kijeshi ya Urusi katika maeneo mbalimbali duniani, hasa katika maeneo yenye migogoro. Wagner ilijitokeza kwa mara ya kwanza wakati wa vita vya Donbas nchini Ukraine mwaka 2014, ikisaidia vikosi vya waasi wanaoungwa mkono na Urusi. Tangu wakati huo, kundi hili limekuwa likihusika katika mizozo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Syria, Libya na nchi kadhaa za Afrika kama Jamhuri ya Afrika ya Kati, Mali na Sudan. Katika maeneo haya, Wagner hutoa huduma za kijeshi, ulinzi wa viongozi na ushauri wa kiusalama wa serikali zinazokabiliwa na changamoto za kiusalama, mara nyingi kwa kubadilishana na haki za kiuchumi, rasilimali kama dhahabu na almasi. Ingawa Wagner wanajitambulisha kama kampuni binafsi, uhusiano wake na serikali ya Urusi ni wa karibu sana. Kundi hili linatumia miundombinu ya kijeshi ya Urusi na linafanya kazi kwa karibu na vikosi vya kijeshi na vyombo vya ujasusi vya Urusi. Rais Vladimir Putin mwenyewe alikiri mwaka 2023 kwamba serikali ya Urusi imekuwa ikifadhili Wagner kikamilifu. Hii inafanya Wagner kuwa chombo muhimu cha sera ya mambo ya nje ya Urusi, kikifanya kazi katika maeneo ambapo Urusi haitaki kuhusika moja kwa moja. Mwaka 2023, Yevgeny Prigozhin aliongoza uasi dhidi ya uongozi wa kijeshi wa Urusi, lakini uasi huo ulizimwa haraka. Baadaye mwaka huo, Prigozhin alifariki katika ajali ya ndege yenye utata. Baada ya kifo cha Prigozhin, shughuli za Wagner barani Afrika zilichukuliwa na kundi jipya linaloitwa Africa Corps, ambalo liko chini ya udhibiti wa moja kwa moja na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Wagner Group ni mfano wa jinsi serikali zinaweza kutumia makampuni binafsi ya kijeshi kufanikisha malengo yao ya kisiasa na kijeshi bila kuhusika moja kwa moja. Kwa kutumia mbinu za kijeshi, kiuchumi na propaganda, Wagner imekuwa chombo muhimu kwa Urusi katika kupanua ushawishi wake duniani, hasa katika maeneo yenye migogoro na utajiri wa rasilimali kama Afrika. Katika giza la usiku wa Afrika ya Kati, ndege za kijeshi zilishuka kwa ukimya kwenye uwanja mdogo wa ndege. Askari waliovaa sare zisizo na nembo, waliovaa barakoa nyeusi, walishuka kimya kimya. Hakukuwa na tangazo lolote la serikali wala ufuatiliaji wa vyombo vya habari, lakini siku chache baadaye raia waliona mabadiliko. Walinzi wapya wa rais, operesheni kali dhidi ya waasi na migodi ya dhahabu iliyozingirwa na wageni wasiojulikana. Hawa walikuwa Wagner, jeshi la kivuli kutoka Urusi. Wagner si jeshi la kawaida. Si kama wanajeshi wa Marekani waliowahi kuonekana Somalia au askari wa Umoja wa Mataifa wenye kofia za buluu. Hili ni kundi la wanajeshi wa kukodi lililoanzishwa na afisa wa zamani wa jeshi la Urusi Dmitry Utkin, lakini jina lake likapata sura ya kweli kupitia Yevgeny Prigozhin, mfanyabiashara mwenye uhusiano wa karibu na Kremlin, ambaye aliwahi kuwa mpishi wa Rais Vladimir Putin. Kwa muda mrefu, serikali ya Urusi imekanusha uhusiano wa moja kwa moja na Wagner, lakini kila hatua yao inaacha kivuli cha Urusi barani Afrika. Katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, walifika kama walinzi wa serikali, waliotoa mafunzo kwa jeshi na kusaidia kupambana na waasi, lakini haraka waligeuka kuwa walinzi wa mali, hasa migodi ya madini. Walianza kuchimba dhahabu, almasi na kuchukua mapato kupitia kampuni za kivuli. Katika miji ya ndani, watu walianza kuishi kwa hofu. Kulikuwa na ripoti za mauaji, mateso na ukamataji wa kiholela. Lakini kwa serikali iliyokuwa ikihitaji msaada wa kijeshi, Wagner walikuwa kama malaika waliotumwa na Mungu. Mali pia waliwapokea baada ya Ufaransa kuondoa wanajeshi wake kufuatia msuguano wa kisiasa. Kwa serikali ya kijeshi ya Mali, Wagner walikuwa tumaini jipya. Wakiwa wamejihamu kwa silaha za kisasa, walienda hadi kwenye vijiji vya mbali kupambana na magaidi wa Kiislamu. Lakini katika mapambano hayo, iliripotiwa kuwa Wagner hawakuchagua walengwa kwa uangalifu. Walijibu kwa ukatili na mara nyingi raia walijikuta kwenye njia ya risasi. Lakini serikali ya Mali iliendelea kuwalinda, kwani usalama ulihitajika kwa gharama yoyote. Libya ilikuwa sehemu nyingine ya uwanja wao wa vita.
waliingia kwa kuunga mkono Jenerali Khalifa Haftar, mpinzani wa serikali iliyotambuliwa kimataifa. Huko walitumia teknolojia ya hali ya juu, drones, magari ya kivita na makombora waliobeba. Licha ya mashinikizo ya kimataifa, Wagner walibaki kwenye ardhi ya Libya kwa miaka mingi, wakibadilisha mizani ya vita na kuendeleza ushawishi wa Urusi kwenye eneo lenye mafuta mengi. Katika kivuli cha kila operation, ilikuwa dhahiri kuwa Wagner hawakuwa tu wanapigania amani, walikuwa wakifanya biashara ya dhahabu Sudan, biashara ya mafuta Libya, biashara ya almasi mashariki mwa kati mwa Afrika. Kwa kutumia mikataba ya moja kwa moja na serikali dhaifu, walichukua rasilimali kwa bei ya ulinzi. Hii ndiyo maana wanaitwa makomando wa madini. Lakini nyuma ya sura hizi za ujasiri na ushupavu kulikuwa na propaganda. Kupitia mitandao ya kijamii, redio za ndani na video za kisasa, Wagner walijaribu kubadilisha fikra za Waafrika, wakisema kuwa Magharibi imeitelekeza Afrika na Urusi ndio rafiki wa kweli. Wakati mwingine waliendesha kampeni dhidi ya Ufaransa, wakisababisha maandamano na vurugu mitaani. Hii ilikuwa vita ya akili, si risasi pekee. Kisha kulikuwa na mshtuko mkubwa mwaka 2023. Yevgeny Prigozhin, kiongozi wa Wagner, aliingia kwenye mgogoro na serikali ya Urusi baada ya kuongoza uasi mfupi dhidi ya uongozi wa jeshi la Urusi. Baadaye, ndege aliyokuwamo ililipuka angani. Prigozhin alifariki na dunia ikabaki kijiuliza, je, Wagner itaanguka? Lakini haikuanguka, ilibadilika. Urusi ilianza kuingiza makundi mengine yenye kazi sawa. Katika Afrika, askari waliovaa sare zisizo na alama waliendelea kuonekana kwenye miji, viwanja vya ndege na karibu na migodi. Mikataba mipya iliandikwa. Serikali zenye matatizo ya usalama ziliendelea kutafuta msaada, na kwa Wagner au majina mapya walioanza kutumia, biashara iliendelea kama kawaida. Katika maeneo haya, Wagner hutoa huduma hizo mara nyingi kwa kubadilishana na haki za kuchimba rasilimali kama dhahabu na almasi. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, Wagner ilianza shughuli zake kwa kutoa mafunzo kwa jeshi la taifa na kusaidia katika mapambano dhidi ya waasi. Hata hivyo, ripoti mbalimbali zimehusisha kundi hilo na ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji ya raia na uporaji wa mali. Kundi hili pia limehusishwa na kuchukua udhibiti wa migodi ya dhahabu na almasi nchini humo. Baada ya Ufaransa kuondoa wanajeshi wake nchini Mali, serikali ya kijeshi ya Mali iligeukia Wagner kwa msaada wa kijeshi. Wagner ilihusishwa na operesheni dhidi ya magaidi wa Kiislamu, lakini pia imetoja katika ripoti za mauaji ya raia, ikiwa ni pamoja na tukio la mauaji ya Moran mnamo Machi mwaka 2022 ambapo zaidi ya watu 500 waliuawa. Nchini Sudan, Wagner imehusishwa na kusaidia serikali ya Omar al-Bashir kabla ya kuondolewa madarakani mwaka 2019. Kundi hili pia limehusishwa na kuchukua udhibiti wa migodi ya dhahabu na kutoa silaha kwa makundi ya kijeshi kama Rapid Support Forces RSF. Katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Libya, Wagner ilihusishwa na kusaidia vikosi vya Jenerali Khalifa Haftar dhidi ya serikali iliyotambuliwa kimataifa. Kundi hili limetajwa katika ripoti za Umoja wa Mataifa kwa kuhusika na ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kiholela na matumizi ya mabomu ya ardhini katika maeneo ya raia. Mbali na shughuli za kijeshi, Wagner Group imehusishwa na biashara ya rasilimali barani Afrika. Kundi hili limepata kazi za kuchimba dhahabu, almasi na madini mengine katika nchi mbalimbali, na mapato kutoka kwa shughuli hizi yanadaiwa kutumika kufadhili operesheni za kijeshi za Urusi, ikiwa ni pamoja na vita dhidi ya Ukraine. Leo hii kuna maswali yanayobaki. Je, Afrika inahitaji ulinzi au uhuru? Je, ni bora kuwa salama chini ya kivuli cha mgeni au kuwa huru kwenye machafuko? Wagner haijibu maswali haya. Wanapigana, wanalinda, wanachimba, wanahama na wanarudi tena. Hii inahusu bara lililotekwa si kwa makombora pekee, bali kwa mikataba, ushawishi na kivuli cha bunduki. Je, Afrika inawahitaji Wagner Group? Je, Afrika inahitaji suluhisho la bunduki? Je, Afrika inahitaji suluhisho la mikataba? Weka maoni yako kwenye comment section bila kusahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare makala zetu.